Nilikuwa naota na kuna namna nilikuwa naiona hii picha, lakini sikutegemea kama ingekuwa ni kwa muda mfupi kiasi hiki. Picha nilikuwa naiona lakini nilikuwa sijui ni lini. Kwa hiyo kwa namna ambavyo imetokea sasa hivi ni kama imenishtukiza pia mimi mwenyewe. Imekuwa ni ghafla sana, imekuwa ni mapema mno, kwa hiyo nashukuru sana pia. Yeah. Mashabiki wengi wamekufahamu kupitia kwenye Kazi ya Dunia. Bila shaka hata mwenyewe unakili hilo. Watu wangetamani wafahamu kwamba Manyanya kwa ukubwa tunamuona kwenye tamthilia ya Dunia, kuna namna yote ambayo imemlipa, kuna namna yote ambayo ana mashamba, kuna namna yote ambayo ana magari, amechuma kitu fulani hivi kupitia tamthilia ya Dunia kwamba inamlipa kile ambacho watu tunakiona kwake kinaendana na anachokimiliki kwa sasa. Malipo ya kwanza kwangu ambayo huwa na feel sana ni mapokeo mazuri kwa hadhira. Hadhira kinipokea vizuri kwa kile ambacho nimekitoa, hicho mimi kwanza ndo malipo yangu ya kwanza. Kwa sababu sanaa mimi kwangu ni passion first, naipenda sana. Naweza nikaacha kazi na nilipa vizuri kwa sababu ya kustruggle kwa ndoto yangu ya sanaa. Kwa hiyo nikiona nimekubalika kwenye sanaa na kupokelewa vizuri, tayari kwangu hayo ni malipo makubwa. Lakini malipo katika kesi ya material ndio sasa hivi naanza kuona vitu vinaanza kujikusanya. Na ndio kama walivyosema Manyanya uliomuona mwanzo aliyokuepo na ambao unamuona sasa hivi kuna utofauti. Kwa majibu mengine yanakuwa yanaonekana kidogo kidogo. Lakini mapokeo ya watu na mapenzi, hayo ni malipo makubwa sana ambayo nimeyapata mpaka sasa hivi. Tusalie hapo kwenye mapokeo ya watu na mapenzi. Niliona siku moja Nifa aliposti picha yako. Sio uliona? Una karibu wote na yeye ama ni fans as others? Nifa sina ukaribu naye. Sikuwahi kuzungumza naye kabla, lakini nafikiri ni upendo tu alofanya na namshukuru na nimefurahi sana. Yes, ni kitu kizuri sana. Turudi kwenye Kazi ya Dunia. Ulikuwa ni mume ambaye ukutamani kupitia haya ambayo unapitia sasa hivi kwa mkeo Violet, lakini kwa sababu alikuonyesha vitu ambavyo hujavipenda ukaenda kwa Mati, hatimaye umerudi. Natamani nifahamu hiki ambacho unakipitia, kuna namna yote ambaye unafanya kutoka moyoni ilishawahi kukuta kwenye maisha yako kwamba ulishaachana na mpenzi wako au mkeo ukachepuka, ama ni sanaa tu ambayo umepewa? Ile ni sanaa. Ni sanaa tu, ni character nilioicheza na story jinsi ambavyo inataka nipite katika mapito yale. Lakini kiuhalisia sikuwahi kupitia hivyo vitu. Sikuwahi kupitia hivyo vitu. Yeah. Kile unachokifanya bila shaka unahisi unatuangusha wanaume ama unasimama kiume? Kuna vitu unavyofanyaje nasema mzee wangu navunja line, imekwaje? Kwenye vikao wanaume wanasubiri sana, unajua wale wa kwenye vikao wale wanasubiri sana. Lakini sidhani kama iko hivyo sana. Kuna baadhi ya mapito ambayo Manyanya anayafanya kwenye mchezo ni yako sahihi sana. Wanaume wengi wanatakiwa waishi hivyo. Na kuna baadhi ya mapito pia yanaonekana kama udhaifu kwa mwanaume. Kwa hiyo kikubwa katika mafunzo tuangalie vya kupokea na vya kuacha pia tunaweza tukaviacha. Wao mashabiki zako hasa ni kina nani, wanawake au wanaume? Sijaifanya hiyo takwimu, lakini kati ya watu ambao unaona wana ukaribu mkubwa na kunifurahia, kundi kubwa sana kwa wanawake. Mimi naamini wanaume. Ni wanaume? Sijaifanya hiyo tafiti bado. Kwa sababu wanawake wengi huwa wanachukizwa yale ambayo unamfanyia Violet. Wanaume wengi tunapenda vile ambavyo unatoa punches za kutongozea, pacha ambazo tukikutana mtu mzuri tukimpa lazima alale. Mimi wanawake tukukubali kwa design. Basi ni mchanganyiko. Kuna baadhi ya matendo ambayo nilikuwa nayafanya kwa Mati yalitokea kuvutia wanawake wengi. Unajua zile wengi wakawa wanafurahi, wanapongeza, wanatamani kupata ukaribu. Kwa hiyo labda ilinionyesha kwamba kuna namba kubwa ya wanawake ambao wanapenda ninachokifanya na kunifurahia. Lakini pia baada ya mambo kuswitch kwa Mati, nafikiri kundi lile pia limenigeukia na nisema vibaya. Unajua, kwa hiyo nafikiri huu pepo ni kutokana na yale ambayo yanafanyika. Kuna namna nikinyoosha, unaona kabisa wazee wa kamati kwenye kikao wananipa pongeza kunipa uwenyekiti kwa sababu nimenyoosha. Lakini kuna namna nafanya nazingua, wanaume hawatamani kabisa kunisikia katika maamuzi ambayo nimeyafanya. Kwa hiyo mapenzi na mapokeo ni kutokana na upepo na yale ambayo ninayafanya. Kuna namna ambavyo mashabiki hasa wa kiume hata wanawake pia walikuwa nakubaliana na msimamo wako. Ulikuwa na msimamo fulani, kama sasa hivi anakuona wewe sio kufanyia maamuzi na baba, hiyo kama imewakera wapi? Una nini cha kuzungumza kwenye? Kitu kingine pia ambacho kisisahaulike, ukimwangalia Manyanya wa kwenye Dunia, pamoja na kwamba ni strong, lakini pia Manyanya ni binadamu ambaye ana weaknesses zake. Sawa, kitu ambacho unaona watu wengi wakukiangalia hawakuangalia udhaifu wa Manyanya. Labda leo nitoe hii siri. Mmoja kati ya udhaifu mkubwa aliokuwa nao Manyanya ni dhaifu kwenye mapenzi.
Sawa, ndio maana sometimes hata anaweza kakosa mambo kwa wife, anaweza taka lia. Ipo scene wife alimtingisha kidogo akumpa vitu akalala kwenye kochi. Manyanya akaenda pale paka akawa analia. Unajua vile. Pamoja na mikazo yake yote, lakini kuna sehemu huyu mwamba huwa anateleza. Kwa ni dhaifu sana mapenzi, lakini pia Manyanya ni dhaifu kwenye swala la familia. Yanapokuja baba, mama, hapo yani hana nguvu. Yaani unajua zile. Kisa mzee ni mwanajeshi. Nafikiri ni nidhamu tu alokuwa nayo. Nidhamu yake ni kubwa sana kwa familia. Ndio maana anajikuta hataki kumkosea mzee heshima na kumkosea pia mama heshima. Kama familia vile imeshaingia yote, yani pale shughuli inakuwa imeshaishia pale pale. Mnachokifanya bila shaka kina reflect kile ambacho kinatokea kwenye jamii. Ndoa nyingi sana zinateleka, watu wanachana wanaenda kwenye michepuko. Swali langu ni kwamba ikitokea migogoro kwenye ndoa kama vile ambavyo umepitia na Vai, alafu Vai inatokea na shirikisha ndugu zake, dada zake, mama zake, ni sahihi design hii kweli? Kiuhalisia sasa sio sahihi kabisa. Zile ni hatua ambazo labda zinatakiwa zifanyike pale ambapo jambo linakuwa liko mwisho kabisa, ndio unahitaji uombe msaada. Lakini kwa hizo hatua za awali na katikati hakuna haja ya kushirikisha watu vitu kama vile, kwa sababu swala la ndoa ni swala la siri kidogo, si la watu wawili. Kuna namna ukiruhusu watu wengine kulijua, unatengeneza mfereji wa ile ndoa yenu kuwa na udhaifu. Sawa. Kwa hiyo alichokifanya Violet, ndio maana pia ni Manyanya alijikuta na msema sana, kwa sababu aliona kabisa huyu anaanza kufungua milango ya kuruhusu watu waanze kuichokonoa ndoa yao. Ndicho ambacho kilikuwa kinamkasirisha Manyanya. Lakini by the truth, yale maamuzi ya kuishirikisha familia ni maamuzi sahihi kabisa. Pale ambapo unaona kabisa ndoa imeshakuwa haina msaada wowote. Kwa hiyo nguvu ya mwisho pengine wazazi wanatakiwa waingie kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu. Ikitokea mtu akasema kwamba Manyanya mimi simpindi ana gubu, hii inachukuliaje? Ni kweli, sikatai. Manyanya ni kweli ana gubu, amesemwa sana na iko hivyo pia. Manyanya ana gubu, kitu kidogo anaweza kukipandisha kwa kitu kikubwa. Nafikiri sikatai. Kiuhalisia? Kiuhalisia hapana, sina gubu bwana. Hapana. Ila mle sasa ndio huko hivi. Mule yuko vile Manyanya, lakini kiuhalisia hapana. Sina gubu. Status yako ya mahusiano ipoje kiuhalisia? Status yangu ya mahusiano kiuhalisia niko mwenyewe. Single, yes. Kwa wale wanaohusisha wewe na Vai kutoka kimahusiano ni wanakosea au kuranisha kwambia? Hapana, ni big no. Mahusiano mimi na Violet hapana. Ni kwenye film tu. Lakini kiuhalisia Violet ana maisha yake private, lakini mimi pia na maisha yangu private. Bila kuna namna wanakutamani wanaume wanasema jamaa hatari ya kule kulala, unajua makumbato kuna namna ulikuwa unamkalia pia Makida mgongoni. Unajua watu hawachukui kama movies zile. Wazee kazi wanaona faidi sana. Lakini kazi kuna namna unapitia maumivu pia kama hamna mahusiano. Maumivu sio kivile, kwa sababu akili nilivyoiseti inanifanya nione kawaida kabisa. Ni mindset tu. Sijairuhusu akili yangu iathirike na hivyo vitu, ndio maana bado najiona niko sawa. Lakini kama kwa mwingine bado inakuchukua. Wale watoto sio kawaida. Hapa ni nje tu, lakini yes, kwa namna ukiwa nao karibu hivi, wale watoto kweli wana vitu. Kwa mindset yako ikiwa nyepesi, pengine unaweza usicheze kabisa. Kuna scene ambayo ilikugharimu kiasi hiki hadi ukamwambia director, hebu stop kwanza kushuti, nipumzike kidogo. Kiuhalisia sasa kiuhalisia najaribu kukumbuka kama isha kutokea moment. Kwa tunafanywa massage. Hapana. Ni kawaida. Kawaida. Haiathiri chochote. Kama anavyosema ni mindset. Unajua kwenye uigizaji akili ndio inatumika sana. Kwa lazima uruhusu akili yako ielewe kwamba unachokifanya kiko hivi. Na baada ya hapo mwili utafuata. Sawa. Lakini usipoelewa namna kucheza na mindset yako vizuri, trust me, utapata shida mno. Vile vipengele ni vigumu sana. Lakini kwa namna ambavyo mimi mwenyewe nimejizoesha, naona kawaida tu. Na ndio maana pia naweza kucheza. Ingekuwa ni mtu mbezi, unajikuta huwezi kucheza, una lose control. Na vitu vile vinaonekana kabisa. Nilikuuliza swali la status yako ya mahusiano kwa sababu kuna wengi ambao wanavutiwa na kile ambacho unakifanya. Huenda mtu angetamani ajiingize hapa, join linki. Ni mwanamke design gani kwa unahisi labda ni sahihi kitokea akaku-approach akawa na moyo wa kumtongoza mwanaume? Mwanamke ambaye yani kwangu mimi ambaye nasema yes, huyu ana style kwa naye. Yeah, of course. Kwanza ni mwanamke hivyo hivyo. Sawa. Pili ajitambue nje na ndani. Sawa. Nafikiri hivyo ni vitu vikubwa.
Akishakuwa mwanamke na akijitambua vizuri, kwenye utambuzi kuna vitu vingi, kuna everything. Kwa hiyo nafikiri hizo ndio package mbili muhimu. Sio issue, sio rangi, issue sio kijungu na kijungu sana, sio ana mwanya, sio anavaa hivi, sio no. Awe ni mwanamke kabisa, lakini pia awe anajitambua yeye mwenyewe, utu wake nje na ndani. That's it. Nilimuuliza swali kila mshiriki wa kwenye tamthilia ya Dunia. Sasa ninyi mmekuwa ni watu kupaa mbawa mara baada ya kupata jina fulani hivi. Manyanya ambayo ulikuwepo kwenye familia ya Kicheche si huyu sasa hivi. Kuna namna yote ambavyo ipo siku tutakuona wewe unamkimbia Baba Asma kama vile ambavyo alifanya Kicheche? Mimi ni binadamu, siwezi ku commit neno moja kwa moja. Siwezi kujifunga kimaneno kwa sababu sijui kesho yangu. Sawa, naogopa sana. Kuna baadhi ya kauli huwezi kuziongea moja kwa moja. Sisi ni binadamu. Siwezi kujua nini kitatokea kesho. Lakini sifikiri kufanya hicho kitu katika akili yangu. Sina hilo wazo. Tuko vizuri, tuko familia, tunapishana kama changamoto, tunarekebishana na tunaenda vizuri. Bahati nzuri zaidi pia tuna maono fulani ambayo yanafanana. Ndio maana hata muunganiko wetu umekuwa na nguvu na muunganiko wetu unaleta matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi sifikiri hicho kitu na wala hakuna kabisa hiyo picha. Bila shaka ulishawahi kufanya kazi na Kicheche. Ni mtu ambaye alikuwepo, mlikuwa naye, ameondoka, kaja kwa Baba Asma akaondoka. Sasa hivi kama nasuasua hivi, unahisi ni nini alikosea masharti ya huko ambapo alivyokuwepo mwanzoni, ama kichwa chake kimeshachoka, ama kwa nini sasa hivi hatumuoni kwenye macho yetu sisi watu wa YouTube? Nafikiri hilo swali angelijibu vizuri sana Kicheche. Kwa sababu linamhusu kwa 100%. Mimi nitakuwa muongo nikijibu hilo swali kwa sababu sijui hasa kitu gani kimetokea kuhusu yeye mpaka saa hizi yuko hivyo. Kwa hiyo hilo sio swali langu, nitadanganya. Wakati mnafanya familia ya Mzee Kicheche, nani ambaye alikuwa anaandika kazi? Baba Asma mwenyewe ndo alikuwa anaandika kazi. Wewe unafahamu kipi ambacho kimemtoa kwa Baba Asma? Nafikiri Baba Asma pia yeye anaweza kuwa anajibu vizuri. Baba Asma mwenyewe na Kicheche, kwa sababu ni makubaliano yao na ni maungano yao yaliyoweka pamoja na kufanya kazi. Sasa hivi wako tofauti, nafikiri wao wenyewe wanakuwa na majibu mazuri. Mimi nitakuwa muongo nikilisemea hilo. Bila Baba Asma ni wewe ni mtu wake wa karibu sana, kwa maana kwamba hadi unacheza main, manake amekuweka kwenye wazifa fulani hivi. Kabla hapo ulikuwa kule kwa Kicheche, lazima kuna doti fulani utakuwa unazifahamu hivi na tufiche hapa. Kiuhalisia nitakuwa naogopa sana kusema uongo. Na ndio maana sitaki nilizungumzie hili, kwa sababu ukweli wa hivi vitu wahusika wenyewe wenye muungano ndo wanalijua vizuri. Mimi ni mshirika tu ambaye nilikuja katikati na sasa hizi na muungano wangu nao nihusu. Kwa hiyo ukilizungumzia kuhusu Manyanya na muungano wa sasa hivi, majibu ninayo kwa 100% kwa sababu linanihusu. Lakini lile la kule nitakuwa muongo. Yeah. Kama kitokea Baba Asma akamrudisha Kicheche kwenye familia yenu ya Dunia, mpo tayari kufanya naye kazi bampa tu bampa? 100%. Mimi sina doubt. Kumchomoa nani anakaa Kicheche? Achomolewe mtu. Unaiona nafasi yake? Sisi bado zipo. Unaiona nafasi yake? Yes, yeye ni msanii mzuri. Ni msanii mzuri, sana yake ni nzuri, ni kubwa. Kwa hiyo kama inawezekana anarudi kwenye team, it's okay. Mimi sina doubt kuhusu hilo. Wewe mkeo Violet, na vile ambavyo Kicheche alikuwa anashiriki kama alikuwa mkeo Violet, uone kama nafasi yako inakuja kuchukuliwa hivi, Manyanya anakuja kuangushwa mara baada ya Kicheche kuja kwa basi? Hapana, siofiki kuhusu hicho. Kama anastahili kuwa hivyo basi na awe hivyo. Kwa hiyo hilo sio katika kitu tunachokihofia kabisa. Kabisa yani. Yes, katika vitu ambavyo vimeumiza sana mashabiki ni kitu kilichomfanyia Matrida, kumuaga yani kumwambia kwenye simu kwamba bana tumeachana na kule kuna sherehe na vitu kama hivyo. Kwako wewe comment kama hizo zimekuumiza kiasi gani, kwa sababu unajua umezipata? Yani kuhusu na yani trust me ni tukio zito. Yes. Ukiangalia maisha ambayo tulikuwa tunaishi na Mati, mapenzi yale, yes. Na alikuwa ananisikiliza sana. Kilichomkuta Violet watu wengi walishukuru na kupongeza kwa sababu pengine alistahili kwa namna ambavyo alikuwa anaishi. Lakini kwa Mati hakustahili ile adhabu. Ni kubwa mno kwake. Nakiri hilo, ile adhabu ni kubwa na wala hakuistahili. Lakini sasa wakati mwingine maisha mambo yanakuja sio vile unavyotaka wewe. Mambo yanakuja kutokana na mfumo na nature na nyakati zinazotaka mambo yawe. Ndicho kilichotokea kwa Mati. Ukitoa ule wazifa kwamba Vai ni mke wako, unahisi inatosha kwa sasa hivi au tangu mwanzo? Kwa sasa hivi mara baada ya kurudi, lakini kuna Mati ambaye alikupa vitu ambavyo ulikuwa unavikosa kwa mkeo. Kipindi cha kwanza game ilikuwa ngumu sana. Sawa, ndio maana nikalazimika sababu pia kufanyika. Hatujui kipindi cha pili game itakuwaje.
Kwa kuna uwezekano ukarudi kule ulikotoka. Mimi mwenyewe sijui. Ngoja tuangalie hii game ikoje. Yeah. Yeah. Shukrani sana. Asante sana pia. Karibuni sana.